Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki dunia. Habari kamili. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anatarajiwa kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House hii leo. Ni ziara yake ya kwanza nchini Marekani tangu alipochaguliwa kuwa kansela mwezi mmoja uliopita. Mkutano wao unatarajiwa kuangazia juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine, jibu la NATO kwa vitisho vinavyoongezeka kutoka nje na mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Merz tayari aliweka wazi kuwa hakusafiri kwenda mji mkuu wa Marekani kuomba msaada, bali kama mwakilishi anayejiamini wa misimamo ya Ulaya. Kwa kuzingatia mvutano katika mahusiano ya Ujerumani na Marekani tangu Trump aingie madarakani, ziara ya Merz inaangaliwa kwa karibu na tahadhari kuona kama yeye na Trump wataweza kudumisha uhusiano mzuri wa kibinafsi kati yao na iwapo watafanikiwa kuleta mwanzo mpya wa ushirikiano katika masuala yanayohusu sera ya kigeni. Brussels. Jumuiya ya kujihami ya NATO imeupitisha mpango mkubwa kabisa wa ununuzi wa zana za kijeshi kuwahi kushuhudiwa tangu enzi ya vita baridi. Makubaliano hayo yamefikiwa leo na mawaziri wa ulinzi wa NATO waliokusanyika mjini Brussels. Mpango huo unapendekeza upanuzi mkubwa wa uwezo wa jumuiya hiyo wa kuzuia vitisho na ulinzi katika miaka ijayo. Hayo ni wakati ambao Urusi inaendelea kuwa tishio kubwa kwa muungano huo wa kijeshi wa nchi za Magharibi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema vipaumbele ni pamoja na mifumo ya makombora ya masafa marefu, ulinzi wa anga na vikosi vya ardhini vinavyohamishika. Kila nchi mwanachama wa NATO itapewa maagizo sahihi juu ya kile unachopaswa kuchangia kwa mpango wa pamoja wa ulinzi katika siku za usoni. Malengo mahususi ya mpango huo mpya yameainishwa kuwa ya siri kubwa ili kufanya NATO isiweze kutabirika machoni mwa Urusi. Nairobi. Umoja wa Afrika umeelezea wasiwasi kuhusu madhara ya marufuku mpya ya kusafiri iliyowekwa na Marekani kwa mataifa 7 ya bara hilo. Katika taarifa, AU imesema hatua hizo zitadhuru uhusiano miongoni mwa watu, mipango ya kubadilishana fursa za kielimu, ushirikiano wa kibiashara na uhusiano mpana wa kidiplomasia uliojengwa pamoja na Marekani kwa miongo mingi. AU imetoa wito kwa serikali ya Marekani kutumia mbinu ya mashauriano na kufanya mazungumzo yenye kujenga na nchi husika. Rais wa Marekani Donald Trump alitia saini marufuku ya kusafiri inayozilenga nchi 12 ambazo ni Somalia, Chad, Jamhuri ya Kongo, Guinea Equator, Eritrea, Libya, Sudan, Yemen, Afghanistan, Myanmar, Haiti na Iran. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Lusaka. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki akiwa na umri wa miaka 68. Hayo ni kwa mujibu wa chama chake cha Patriotic Front. Lungu alikuwa kiongozi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kati ya mwaka wa 2015 na 2021 wakati aliposhindwa kwa kishindo katika uchaguzi na rais wa sasa Hakainde Hichilema. Chama chake kimesema kwenye ujumbe kilichoandika kwenye ukurasa wa Facebook kuwa rais huyo wa zamani ambaye amekuwa akipokea matibabu maalum nchini Afrika Kusini alifariki dunia leo Alhamis. Patriotic Front imesema binti ya Lungu na mwanasheria wa familia yake wamethibitisha kifo hicho. Aliingia madarakani mwaka wa 2015 baada ya kifo cha mtangulizi wake Michael Sata na kujieleza kuwa Mzambia wa kawaida aliyetoka katika maisha ya kawaida kabisa. Baada ya kushindwa katika uchaguzi wa 2021, Lungu alistaafu na kisha akarejea katika siasa 2023 alipochaguliwa kuwa kiongozi na mgombea urais wa upande wa muungano wa upinzani ukiongozwa na chama cha Patriotic Front. Lakini Desemba mwaka jana mahakama ya katiba ya Zambia ilitoa uamuzi kuwa hastahili kugombea muhula mwingine madarakani. Stuttgart. Kocha wa timu ya taifa ya Ufaransa Didier Deschamps amesema timu yake ambayo inakabiliwa na majeruhi ina ubora wa kuwatatiza mabingwa watetezi wa ligi ya mataifa ya Ulaya UEFA Nations League Uhispania. Le Bleu ya Ufaransa inashuka dimbani leo usiku dhidi ya Uhispania
katika nusu fainali ya pili mjini Stuttgart, ambapo mshindi atakutana na Ureno katika fainali ya Jumapili. Ufaransa inawakosa mabeki William Saliba, Dayot Upamecano na Jules Koundé, lakini Deschamps amesema ana historia ya kufanya vizuri katika mazingira kama hayo, ambapo aliongoza Ufaransa kubeba kombe la dunia 2018 na kuifikisha timu katika fainali ya kombe hilo 2022. Tukisonga mbele, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz yupo mjini Washington ambako atakutana na rais wa Marekani Donald Trump. Merz ana matumaini ya kujenga uhusiano wa kibinafsi na rais wa Marekani licha ya nchi yake kutofautiana na Marekani juu ya kuisaidia Ukraine na kitisho cha vita vya biashara. Zainab Aziz na taarifa kamili. Kansela Merz aliwasili mjini Washington kuhudhuria mkutano wake wa kwanza na rais wa Marekani Donald Trump akiwa katika wadhifa wa kansela wa Ujerumani. Katika mkutano wa ana kwa ana wakati wa chakula cha mchana, kansela wa Ujerumani analenga kuimarisha uhusiano wa kibinafsi kati yake na Trump. Ziara ya kansela wa Ujerumani inaangaliwa kwa tahadhari kuona kama Merz na Trump wataweza kudumisha uhusiano mzuri wa kibinafsi kati yao na iwapo watafanikiwa kuleta mwanzo mpya wa ushirikiano katika masuala yanayohusu sera ya kigeni. Masuala mengine muhimu yatakayojadiliwa na viongozi hao ni pamoja na mustakabali wa jumuiya ya kijeshi ya NATO, vita vya Ukraine na mzozo wa ushuru wa forodha. Mkutano wa waandishi wa habari katika ofisi ya Trump umepangwa kufanyika baadaye leo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anatumai ataepuka mashambulio ya maneno ya rais wa Marekani, huku kukiwa na mzozo kuhusu Ukraine, ushuru wa forodha na uungaji mkono wa serikali ya Trump kwa chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kinachojiita chama mbadala kwa Ujerumani. Tangu kurejea kwake madarakani mwezi Januari, Trump amewatenga washirika wake kwa kufuata sera yake kali ya Marekani kwanza. Kuhusu jumuiya ya kujihami ya NATO, Trump ametishia kuacha kuiunga mkono jumuiya hiyo iwapo nchi washirika hazitaongeza fedha kwenye bajeti zao kwa ajili ya matumizi ya kijeshi. Pia amesema Marekani itakata msaada wake kwa Ukraine, hatua itakayozifanya nchi hizo ziwe dhaifu mbele ya Urusi. Katika ziara yake mjini Washington, kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz anataka kuishawishi Marekani iunge mkono juhudi za nchi za magharibi za kutoa msaada kwa Ukraine. Anataka pia kutuliza mvutano wa kibiashara ambao unahatarisha uchumi wa Ujerumani, ambayo ndiyo nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya, na vile anatazamia kuipamba nchi yake ambayo inakosolewa kwa muda mrefu kutokana na kukunja mkono katika matumizi ya kijeshi. Na tukamilishe safu ya uchambuzi. Umoja wa Afrika umeeleza hivi leo wasiwasi wake juu ya matokeo mabaya yanayoweza kupatikana baada ya marufuku mpya ya kusafiri iliyowekwa na Marekani dhidi ya mataifa 7 ya bara hilo sambamba na mataifa mengine kadhaa ulimwenguni. Mohamed Helef ametuandalia ripoti ifuatayo. Tamko lilotolewa na muungano huo wa Afrika mchana wa leo limesema kwamba hatua hiyo inaweza kuyaathiri vibaya mahusiano ya kibinadamu, kitaaluma, kibiashara na hata ya diplomasia yaliyojengeka baina ya Afrika na Marekani kwa muda mrefu. Tamko hilo lilotolewa siku moja tu baada ya Rais Trump kutangaza marufuku hiyo limeiomba serikali ya Marekani kuchukua mwelekeo wa mashauriano na mazungumzo ya kujenga kati yake na nchi zinazohusika kwenye marufuku hiyo. Jana Jumatano, Rais Trump alisaini marufuku ya kusafiri kwa nchi 12 ulimwenguni. Nchi hizo ni Somalia, Chad, Jamhuri ya Kongo, Guinea Ikweta, Eritrea, Libya, Sudan, Yemen, Afghanistan, Myanmar, Haiti na Iran. Trump alisema hatua yake hiyo ilichochewa na mashambulizi dhidi ya maandamano ya uungaji mkono wa Israel yaliyofanywa na mtu mwenye asili ya Misri katika mji wa Colorado, ingawa ukweli ni kuwa Misri yenyewe hata haimo kwenye marufuku hiyo. Vile rais huyo wa Marekani anayefahamika kwa siasa zake za kipopulisti na chuki dhidi ya wageni ameweka marufuku ya kiwango fulani dhidi ya wasafiri wanaotokea mataifa mengine 7 ambayo ni Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela, ambapo vibali vya muda vya kufanya kazi kwa watu wa mataifa hayo vitaendelea kutolewa. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa rasmi saa 6 usiku wa Jumatatu na haikuwekewa muda maalum wa kumalizika kwake.
Tangu arejee madarakani, Trump ambaye mwenyewe na mke wake wana asili za uhamiaji amekuwa akiendesha kampeni kali dhidi ya wahamiaji ambayo mara kadhaa imekiuka hata madaraka yake binafsi aliyopewa kikatiba na hivyo kupingana na majaji wa mahakama kuu wanaojaribu kumzuia. Chimbuko hasa la marufuku ya sasa limo kwenye amri ya kiutendaji aliyoitoa tarehe 20 Januari ambayo ilizitaka wizara za mambo ya nje, mambo ya usalama wa ndani na mkurugenzi wa usalama wa taifa kukusanya taarifa juu ya kile ilichokiita tabia za kiadui dhidi ya Marekani. Ikulu ya White House ilidai kuwa lengo la amri hiyo ya kiutendaji ilikuwa ni kuwalinda raia dhidi ya wageni wenye dhamira ya kufanya mashambulizi ya kigaidi, kutishia usalama wa taifa, kupandikiza itikadi za chuki ama kuzitumilia vibaya sheria za uhamiaji kwa malengo mabaya. Katika muhula wa kwanza wa utawala wake, Trump aliwahi kuchukua hatua kama hizo ambazo pia ziliyahusisha baadhi ya mataifa ya Afrika.